Ronald Ngala aliyezaliwa mwaka wa 1922 na kufariki mwaka wa 1972 alikuwa mwalimu, mwanaharakati na mwanasiasa mashuhuri kutoka pwani ya Kenya. Baada ya kusoma Kaloleni, Shimolatewa, Alliance High School na Makerere huko Uganda, alijitosa katika uwanja wa siasa za kupigania uhuru wa Kenya mnamo miaka ya 50. Ngala aliongoza chama cha KADU kilichotokea kuwa mfano wa majimbo ili kulinda maslahi ya jamii ndogo, na baadaye akajiunga na KANU ambapo alihudumu kama waziri wa ushirika na huduma za jamii. Uongozi wake ulijulikana kwa kuendeleza mshikamano wa kitaifa na kutetea heshima ya watu wa pwani. Kifo chake katika ajali ya barabarani mwaka 1972 kiliwahuzunisha wengi na kiliacha pengo kubwa, lakini urithi wake unabakia kama alama ya ujasiri na uzalendo katika historia ya Kenya. Radio Kenya matangaza we Ngala penduke Nairobi sherehe ya jamhuri. Unapimanya wakwenda ngutuze were mana vinwani roho sena kwaza kwa gatokole hospitali Nairobi anarahaso dokita Mungola wa mutipuo jara were pomwe mulo. Kwa kumwenzi, Wamijikenda wameanzisha vuguvugu la umoja wao na utangamano ili kuendeleza mbele maoni na maono na ruwaza zake. Wamijikenda, wageni wao waalikwa na wengineo wanakutana vishakani Kaloleni alikozikwa Ronald Ngala kumwenzi kiongozi huyo mwenda zake. Kwa sasa tuungane naye mwanahabari mwenzangu Eric Ponda ambaye alipata simulizi kutoka kwa baadhi ya viongozi waliowahi kutangamana na Ronald Gideon Ngala na kupata mengi zaidi kuhusu kiongozi huyo mwenda zake. Hapa tumekutana na wazee ambao sasa ndio wazee ambao wameanzisha mchakato wa kuleta jamii hii ya Wamijikenda pamoja, na hivi sasa basi nimekutana na mmoja wa kiongozi huyo ambaye atatueleza tu ni vipi alimfahamu marehemu Ronald Gideon Ngala wa Vidzo. Wakati ule niko Shimolatewa Secondary School katikati ya mwaka 64 na 69, sijui ni miaka miwili mitatu. Ronald Ngala alikuwa ndio chairman of the board of governors wakati ule, na sisi tulikuwa tuna tamani sana tupate elimu tuwe kama mtu kama yeye, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na pia kupitia na scholarship ya Kilifi County, mimi nikabahatika kwenda chuo cha Manchester mwaka wa 70 kwenda kufanya degree ya pharmacy. Sasa basi, one foot forward. Tarehe 25 mwezi wa 12 mwaka wa 72, mimi kule ng'ambo Manchester, tulikuwa tuna marafiki wa kutoka Mijikenda, tunakutana mara kwa mara kwa sherehe fulani fulani, na siku hii ilikuwa ni siku moja ya ajabu sana. Mimi nikiwa na marehemu Mathias Kea na marehemu Profesa Katama Mkangi kwangu nyumbani, au sio nyumbani kwangu, ile apartment yangu kule Manchester. Lo and behold, tukapigiwa simu kabla ya lunch kwamba kumekuwa na ajali mbaya huko nyumbani ambayo tulikuwa nitungojee tu, lakini ilikuwa hakuna matumaini ya kwamba wanzilishi one of the founders of Kenya, kama tulivyoeleza in short, alikuwa ametuacha. Basi mimi nasema hivyo kwa vile nilikuwa nimemfahamu na kwa vile mimi nilikuwa nimebahatika kufika kiwango hicho cha uongozi, na mimi pia nikarudi nyumbani kufanya nilivyofanya, na nikawa ninafuata kama mwongozo wake, na ndio nikaingia bunge mwaka wa 88. So huyo ni kama alinipa mentorship, political mentorship, na nilikuwa nafuata legacy yake sana sana
ya kutaka kuweka watu wetu pamoja. Tumejaribu wakati mimi niko Nairobi, pia nilikuwa mwenyekiti wa chama cha watu kutoka Pwani, Mijikenda ikiwa ndio zaidi. Nimemjua marehemu Gideon Ngala mwaka wa 1961 wakati akifanya campaign za KADU, mimi nikiwa bado niko primary school. Alikuja kule kwetu sehemu ya Maireni, na katika kukusanya Wamijikenda akachukua mzee mmoja anaitwa Karani Warua, na walikuwa na ofisi hapa Tononoka, na ikawa anataka watu wawe pamoja sana. Nikasikiza speeches zake, zikanipa motisha mkubwa sana. Baadaye nikasema mimi nami nikiwa mkubwa, nikikua nataka niwe kiongozi katika siasa. Ingawaje ninatoka kabila ndogo sana Wamijikenda, lakini hiyo ndoto ilitimia wakati iliposimama kama mbunge. Mimi nikawa mbunge wa Kaloleni, ambayo sasa ni Kaloleni na Rabai. Kwa hivyo huyu Bwana Ronald Ngala ninamkumbuka kwa misemi yake na vile alivyotaka maendeleo na kuleta uhuru hasa wa Kenya, lakini zaidi yote ya mpwani, kwa sababu alikuwa amegandamizwa na mambo ya ardhi. Nakumbuka kuna wakati ambapo huyo Karani Rua na mzee Gideon Ngala waliweza kusafiri mpaka Zanzibar kwa mikutano ya kutaka hii mambo ya uhuru. Hiyo ni rekodi, haiwezi kufutika, na mimi ninaomba kwamba Wamijikenda wote tukaweze kushikana ile ndoto ambayo alikuwa nayo huyo tuifufue. Wazungu wanasema better late than never. Hatujachelewa, wakati ndio huu. Huu ni mwanzo mpya. Wamijikenda utashikana na tutaenda mbele katika umoja huu, ili nasi tukaweze kuonja maendeleo. Ilikuwa ni mwamko mpya wa kisiasa ambao mpaka hivi sasa viongozi wengi bado wameukumbatia, hasa hususan tukizungumzia utawala wa kimajimbo. Na hivi sasa basi wacha tusikie tu mzee wetu hapa kwanza kwa majina, alafu tujue ama utuambie ni jinsi gani unavyomkumbuka marehemu Ronald Gideon Ngala wa Vidzu. Asante. Mimi naitwa Mheshimiwa John Safari Mumba, ambaye zamani nilikuwa mbunge wa Bahari 1992 to 1997. Naweza nikasema nilimjua Mheshimiwa Ngala, Ronald Gideon Ngala, wakati wa mapema sana katika maisha yangu. Maanake mimi ni mzaliwa wa Kaloleni. Ijapo ni Mkauma, lakini nimezaliwa Kaloleni St. Luke Hostel. Kwa hivyo Ngala na babangu Jafet Mumba walikuwa marafiki wakubwa sana. Lakini la zaidi ni kwamba Ngala alinifunza nilipokuwa Baxter School Mombasa. Alikuja 1956 nikiwa mimi ni standard 4 hapo Baxter Primary School, na hakukaa sana, lakini kitu kimoja ambacho kilifanya very remarkable ni kwamba aliweza kujua kila mwanafunzi by name. Kila mwanafunzi wa hiyo shule alikuwa anamjua kwa jina lake, na he was very keen on every student, ajue tabia yake na ajue wazazi wa yule mtoto. Kwa hivyo aliweka mifano ambayo siku hizi imepotea. Ngala alikuwa ni mtu wa kuweza kuendesha shule kwanza kwa hali ya tajriba kubwa sana. Mheshimiwa marehemu Ngala alikuja Makerere nikiwa mimi ni mwanafunzi 1969, wakati mimi niko Makerere University College pamoja na kina Dr. Chibule, kina Dr. Kulumba na wengine, na alikuja kuaddress students wa Kenya nzima. Na kwa hakika that eloquence, ile usemi wake, ujuaji wa lugha, he was a highly gifted man, na alikuwa ana points za muhimu katika usemi wake. Na baada ya hapo alikaa na sisi vijana students kutoka Pwani kujadili na sisi maono yake, vision yake ya Pwani ile ambayo alikuwa anaipigania, and it was a blockbuster. Ilituchukua ikatutia gera
kwanza kutaka kuingia katika uongozi. Manake he was very patriotic. Now he was more patriotic, I think, to the Coast region as it were, because he had been president of the Coast region katika ile serikali ya Bajibo. Kwa hiyo tulizungumza naye kinaganaga, akatupatia maono yake, na looking back I say it was a big loss to the Coast region kumpoteza Ngala. Manake baadaye alikuja akawa waziri katika serikali ya Kenya, na vile misimamo yake aliyokuwa anasimama nayo, hata nakumbuka 1970 mimi nikiwa fisheries officer Mombasa, Ngala alikuja wakati wa pisini Mahiu ameingia, na you could see clearly kwamba they had different approach to the issue of land and issue of agriculture, because the attitudes of the provincial commissioner were hopeless. Ilikuwa ni madharau makubwa sana kwa watu wa pwani. And Ngala had the audacity of to tell him off on the spot. Kwa hivyo hii ni kitu ambacho kilimkasirisha sana. In fact, the meeting was at the showground, Mombasa showground, and I was there as a young fisheries officer working in the government, and I could see clearly a cabinet minister telling off a provincial commissioner. It was admirable for most of us, because that is the kind of utetezi we are looking for. And another meeting from Mombasa, tukaenda Kilifi, pale Karisa Maitha grounds. Yeah. And that was a huge rally. And Ngala was forthright, clearly. And later on when he died, I could imagine some of those things cannot be ignored. Katika hali zile za kumbukumbu zake, kwa sababu yeye alikuwa ni mpiganiaji haki za watu wote, na alikuwa peke yake ama alikuwa wachache bunge. Yeye katika hii katiba ya 2010 ukienda kifungu ile Rights and Fundamental Freedoms and the Bill of Rights section 20, article 27, yote ukiisoma hiyo, ile kama ingekuwa ni thesis mtu alikuwa anaandika, ile ilichukuliwa straight kutoka his document, ikaletwa kwa ile section ile, kwa sababu hiyo inasema kila mtu ni sawa katika macho ya sheria. Na ukienda section 6 inasema hiyo article 27, equality of everybody, inasema kwamba iwapo mtu atakuwa ameonewa na aenue mkono wake akisema kwamba mmenionea, serikali iliyoko kwa katiba hii, kulingana na hii katiba, itafanya redress including affirmative action, kama ni kundi ama ni mtu mmoja. Kwa hivyo sasa hii katiba ya Kenya yenyewe it has copied paste copied from what Ngala was saying, kwa sababu sisi tulikuwa wachache na yeye alikuwa anajua yuko peke yake katika bunge na ni wachache, he is under the minority team. Akataka kwamba sheria zote zimtetee kila mnyonge. Kwa hivyo hiyo ndiyo sehemu mimi namkumbuka Ngala, kwa sababu nilipokuwa naongoza katika zile sehemu zangu nilikuwa tutafuta huu uhaki tunaotafuta unatoka wapi. Kumbe ilikuwa imekuwa copy pasted kutoka kwa document ya Ngala mpaka ikaingizwa kwa katiba. That's why I remember him and I'm proud of him. Coco FM, ladha ya Pwani.